Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedo and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi kwa kuniwezesha kuiona tena hii siku ya leo. Leo nataka nizungumzie kuvunja unyanyapaa. Yaani kuvunja unyanyapaa katika watu wanaoishi na VVU. Namba moja, maneno yako yanaweza kuua au kumponya mtu. Maneno yako wewe unapoongea na mtu anayeishi na VVU, unaweza ukamuongezea uhai au unaweza ukamuua kabla ya wakati. Kwa hiyo moja, sema niko nawe, nakuelewa, twende kliniki pamoja. Kama mtu amekuja kwako, ameomba msaada na anaumwa na anataka kwenda kliniki, basi usianze kumtolea yale maneno umevuna ulichopanda. Unaona, umepata adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapana, mpe maneno ya kumpa moyo, maneno ya kumjenga. Mwambie niko pamoja na wewe, ninakuelewa, ninachokushauri twende kliniki. Kwa hiyo ungana naye, msindikize kwenda kliniki ili aende akapime, ajue afya yake. Kwa sababu kuna wengine ambao wanajua afya zao wakiwa wamesha teteleka, yani deteriorate. Unaona, kwa sababu hawakupima mapema. Na ndio maana mimi katika kuelimisha kwangu ninaelimisha nikisisitiza kwamba jamani, nendeni mkapime VVU, msiogope, kwa sababu kupima ni bure. Yaani kujua mapema kuna faida kubwa sana, kwa sababu hapo unapoanza ARV mwili unakuwa haujaathirika, kinga yako ya mwili inakuwa haijaathirika, unakuwa hujaanza kuumwa, hujaonyesha dalili yoyote ile ya VVU. Kwa hiyo unapokunywa hii ARV na yenyewe inakuja inafanya kazi vizuri sana mwilini, kwa sababu inakuta kinga yako ya mwili bado haijadhoofika, haijashambuliwa, bado iko imara. Kwa hiyo msiogope kupima mkingali bado mna nguvu. Msisubiri mpaka mlale kitandani. Pili, usiseme umepewa na nani. Usimuulize mtu hilo swali, umepata pataje? Umepewa na nani? Nani amekuambukiza? Unaona? Au ukaanza kumuuliza utakufa lini? Ukaanza kumuuliza mbona umekonda? Unamuona mtu amepungua, unaanza kumuuliza mbona umekonda? Au mtu anaumwa yuko kitandani, ya utakufa lini? Na wewe naye bwana umeshatuchosha. Kifo kipo. Siku ikifika mtu atakufa. Siku ikifika sisi sote hapa duniani ni wapitaji. Haichagui mgonjwa wala mzima. Tarehe ikifika anayoijua Mwenyezi Mungu, basi sote tutakwenda. Kwa nini wewe ukae kumuuliza mtu unakufa lini? Umepata pataje? Umepata nani amekuambukiza? Hayo yote hayakuhusu. Wewe unachotakiwa ni kumsaidia huyo mtu aliyekuja kwako kukuomba msaada, au unayemuona kwamba yuko ndani na anahitaji msaada wako. Msaidie. Msaidie kwa moyo mmoja, msaidie kwa moyo wa upendo, msaidie kwa utu. Pia vitu usivyopaswa kumwambia mtu mwenye VVU. Naona, usimwambie mtu mwenye VVU utakufa lini. Usimwambie mtu mwenye VVU mbona umekonda. Usimuulize mtu ulipata pataje. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanamvunja mtu moyo na yanaweza yakamuua kabla ya wakati. Mpe maneno ambayo yanaponya. Naona, mwambie tu niko na wewe pamoja, nitakusaidia mpaka hatua ya mwisho. Unampa moyo, unamjenga, unamuongezea matumaini ya kuishi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kushare na watu wengine pia, kusubscribe kwenye channel hii na kucomment kwenye channel hii. Kama una swali lolote lile la kuniuliza, usisite kuniuliza. Mwisho wa video hii
kuna kwenye subscription utakuta nimeweka namba yangu ya simu. Kwa hiyo unaweza ukanitafuta kwa njia ya simu kama unaona shida kuandika kwenye comment. Asanteni sana.